Simoni alikuwa kijana mwenye bahati kubwa, mwenye akili za kibiashara, umbo la kuvutia na pesa zisizo na kikomo. Akiwa na umri wa miaka 28 tu, tayari alikuwa mmiliki wa kampuni kubwa ya usafirishaji inayojulikana kwa jina la Simtrans Logistics, kampuni iliyokuwa ikishindana na makampuni ya kimataifa katika biashara ya mizigo na magari makubwa barani Afrika. Alikuwa akiheshimiwa na kuogopwa, hasa na wapinzani wake kibiashara. Lakini licha ya mafanikio yake yote, moyo wa Simoni haukuwa mgumu kama wengi walivyofikiri. Alikuwa na moyo wa upendo, na moyo huo ulikuwa mikononi mwa mwanamke mmoja tu, Saida. Saida alikuwa mrembo kupita maelezo. Ngozi yake nyeupe ya kahawia, macho makubwa yenye upole, na tabasamu lililoweza kumfanya mtu kusahau matatizo yake yote. Alikuwa daktari mchanga mwenye miaka 26, aliyehitimu mwaka mmoja tu uliopita, na alikuwa akifanya kazi katika hospitali binafsi maarufu jijini. Wawili hao walikutana hospitalini, wakati Simoni alikwenda kumjulia hali mjomba wake aliyekuwa mgonjwa. Tangu siku hiyo upendo ulichanua haraka, na baada ya miezi 6, tayari walishatambulishana nyumbani. Simoni alimpenda Saida kwa moyo wake wote. Kila mara alikuwa akimwambia, "Kila kitu nilichonacho ni chako, Saida. Wewe ni zawadi yangu kutoka kwa Mungu." Na Saida kwa upande wake, alikuwa akimuona Simoni kama mwanaume kamili, mwenye ndoto, upendo na uthabiti. Lakini maisha huwa hayana uhakika. Siku moja, mambo yalibadilika kwa kasi ambayo hakuna aliyewahi kufikiria. Ilikuwa siku ya Ijumaa jioni yenye mvua ndogo iliyokuwa ikinyesha kwa utulivu. Simoni alikuwa anatoka kazini, akiwa amechoka baada ya mkutano mrefu. Dereva wake, Hamisi Kuyoto, alikuwa akiendesha gari lake jipya la kifahari, Range Rover nyeusi iliyong'aa. Walipokuwa wakipita eneo la Mwenge kuelekea nyumbani kwake Mbezi, lori kubwa lililotoka upande wa kulia liliteleza kutokana na mvua na kuteleza barabarani. Kabla Hamisi hajajua la kufanya, lilishagonga upande wa mbele wa gari lao kwa nguvu kubwa. Sauti ya kugongana ilisikika kwa mbali, kisha kimya. Watu walikimbia kutoka madukani na nyumba jirani, wakapata gari likiwa limetumbukia pembeni ya barabara. Dereva, Hamisi, alikuwa amepoteza maisha papo hapo. Simoni alikuwa amenaswa ndani, akiwa hajitambui vizuri, damu ikitoka miguuni. Baada ya muda mfupi, magari ya uokoaji yalifika. Simoni alikimbizwa hospitali kwa haraka. Alipozinduka, siku 2 zilikuwa zimepita. Alijaribu kuinuka, lakini maumivu makali yalimfanya atoe sauti ndogo ya uchungu. Daktari mmoja alisimama karibu yake na kusema kwa sauti tulivu, "Pole sana Bwana Simoni, miguu yako yote miwili imevunjika vibaya. Lakini tunashukuru utaweza kutembea tena baada ya muda wa matibabu marefu." Simoni alibaki kimya, machozi yakimtoka taratibu. Alijua maisha yake yalikuwa yamebadilika. Alikaa hospitalini kwa wiki 3, akiwa kitandani muda wote. Saida hakuwa mbali naye, alikuwepo karibu kila siku, akiwa amevaa koti jeupe la kazi, akihakikisha kila dawa inatolewa kwa wakati. Upendo wake ulionekana wazi katika macho yake, kila alipomtazama Simoni. Siku moja usiku wa Jumamosi, daktari alikuja na tabasamu. "Habari njema, Bwana Simoni. Kesho utaruhusiwa kurudi nyumbani, lakini utatumia kiti cha kutembelea kwa muda. Miguu yako bado haijaimarika vya kutosha kutembea." Simoni alitabasamu kwa mara ya kwanza tangu ajali. "Asante daktari, na asante zaidi kwa kumruhusu Saida kuwa nami muda wote." Alipotoka hospitalini, gari maalum lilikuwa limetayarishwa kumpeleka nyumbani. Alipofika, wafanyakazi wake walimkaribisha kwa shangwe na furaha. Nyumba yake kubwa ya kifahari, yenye vyumba vingi na bustani ya kuvutia, sasa ilikuwa kimya zaidi. Sauti ya kiti cha magurudumu ikisogea taratibu ndiyo ilikuwa ikisika zaidi. Siku ile ile jioni alimuomba Saida, "Mpenzi wangu, tafadhali kaa nami hapa nyumbani mpaka nitakapoweza kutembea tena. Siwezi kuvumilia kuwa peke yangu katika hali hii." Saida alimtazama kwa macho yenye upendo, akashika mkono wake taratibu. "Nitakuwa hapa nawe Simoni. Nitakupikia, nitakuhudumia, na nitahakikisha unakaa sawa. Upendo wangu haujapungua hata kidogo." Maneno yale yalimtia moyo Simoni. Alihisi amani kubwa ndani yake, akiamini kuwa ajali ile ilikuwa jaribu tu la muda mfupi. Saida alitimiza ahadi yake. Siku 2 baada ya Simoni kurudi nyumbani kutoka hospitalini, alihamia rasmi kwa mpenzi wake, ili kumtunza hadi atakapopona.
Alifika akiwa na begi lake la nguo, suruali nyeusi na blauzi ya bluu, uso wake ukiwa na tabasamu la upole. Wafanyakazi wa nyumbani walimpokea kwa furaha, wakijua kuwa sasa bosi wao angepata faraja kubwa kwa uwepo wa mchumba wake. Simoni alifurahi sana alipomuona. Alimsogelea kwa kutumia kiti chake cha magurudumu na kumkumbatia kwa upendo. Karibu nyumbani, Saida. Nilikuwa na ngoja siku hii. Saida alitabasamu na kusema, niko hapa sasa mpenzi wangu. Nitahakikisha unakuwa sawa haraka. Baada ya mazungumzo mafupi ya upendo na kukumbatiana, Simoni alimwangalia kwa upole kisha akasema, mpenzi, najua umechoka na safari, lakini naomba leo utanipikia mwenyewe chakula cha jioni. Nimetamani sana chakula kilichopikwa kwa mikono yako. Sijawahi kula chakula ulichopika kwa mikono yako. Saida alikubali bila kusita. Sawa, ngoja niende jikoni sasa hivi, alisema kwa sauti ya upole, huku akivaa apron nyeupe. Hakuwa mzoefu sana wa mapishi, kwani muda mwingi wa maisha yake alikuwa akisoma au kufanya kazi hospitalini. Alijitahidi kadri alivyoweza. Alipika wali, samaki wa kukaanga na mboga za majani. Baada ya muda, chakula kilikuwa tayari na alikipanga mezani kwa heshima kubwa. Simoni alisukumwa hadi mezani na dada wa kazi, kisha akaanza kula huku akitabasamu. Lakini baada ya kijiko cha kwanza, uso wake ulibadilika. Alikunja uso, akatikisa kichwa kidogo na kusema kwa sauti ya utulivu, mpenzi, mbona chakula kimekuwa na ladha ya ajabu kidogo? Wali una chumvi nyingi na samaki kama haijaiva vizuri. Maneno yale yalimgonga Saida kama radi. Alishika kinywa chake kwa mshangao, macho yakianza kujaa machozi. Simoni, unamaanisha chakula nilichopika hakina ladha? Aliuliza kwa sauti ya kutetemeka. Simoni alijaribu kujitetea haraka. Hapana mpenzi, sikumaanisha vibaya. Nilikuwa tu. Lakini kabla hajamaliza sentensi, Saida alisimama ghafla. Machozi yalimtoka na sauti yake ikawa nzito. Nilidhani ungeniunga mkono hata kama nimekosea. Nilijitahidi kwa moyo wangu wote, halafu unaniambia chakula kibaya. Simoni alijaribu kumsogelea, lakini hakuweza. Saida, tafadhali, sikumaanisha hivyo. Nilikuwa naongea tu kwa upole. Usiumie tafadhali. Lakini Saida hakusikiza. Alikimbia hadi chumbani, akafungua begi lake na kuanza kuweka nguo ndani huku akilia kwa sauti. Mfanyakazi wa nyumba alibaki akishangaa kimya, hawakuthubutu kuingilia. Baada ya dakika chache, Saida alishika begi lake na kutoka nje huku machozi yakimtiririka. Saida, tafadhali usiondoke usiku huu. Simoni alipaza sauti, lakini hakusikilizwa. Milango ilifungwa kwa kishindo na sauti ya gari ikasikika ikienda mbali. Nyumba ilibaki kimya. Simoni alishika kichwa chake kwa huzuni, macho yakiwa yamejaa machungu. Baada ya muda, alimuita dada wa kazi, Monica, aliyekuwa akifanya usafi sebuleni. Monica, tafadhali, nisaidie nipikie chakula kingine. Nimechoka lakini lazima nile. Monica, msichana mpole wa miaka 23, alijibu kwa heshima, sawa bosi, ngoja niandae sasa hivi. Alikwenda jikoni, akapika wali, supu ya kuku na mboga za kukaanga kwa ustadi mkubwa. Harufu nzuri ilijaa ndani ya nyumba. Simoni alipoanza kula, alihisi tofauti kubwa. Chakula kilikuwa kitamu kupindukia. Alitabasamu kwa mara ya kwanza tangu Saida aondoke, akamwambia Monica kwa sauti ya upole, umefanya vizuri sana, chakula chako ni kitamu sana. Monica alitabasamu kwa aibu, akasema, asante bosi. Ndani ya moyo wake, Simoni alihisi faraja kidogo. Asubuhi ilipochomoza, jua lilipenya dirishani likimulika chumba cha Simoni kwa upole. Usiku ulikuwa mrefu kwake, alilala kwa taabu akiwaza kuhusu Saida. Alijihisi mwenye hatia, maneno yake yalikuwa yameumiza moyo wa mwanamke aliyempenda sana. Alijua hakuwa na nia mbaya, lakini kilichotokea kilikuwa kimevunja amani kati yao. Alipoamka, jambo la kwanza alilofanya ni kuchukua simu yake na kumpigia Saida. Simoni, habari za asubuhi mpenzi wangu. Saida, nzuri. Sauti yake ilikuwa ya baridi, isiyoonesha furaha. Simoni alimeza mate, kisha akasema kwa upole, naomba unisamehe kwa maneno ya jana. Sikumaanisha vibaya, nilikosea kusema vile. Nilikuwa nimechoka sana. Kulikuwa na ukimya kwa sekunde kadhaa, kisha Saida akavuta pumzi ndefu. Sawa, nimekusamehe Simoni. Nilijisikia vibaya, lakini kama umekiri kosa,
basi yaishe. Simoni alitabasamu kwa faraja. Asante mpenzi wangu, tafadhali njoo nyumbani. Siwezi kukaa bila wewe. Saida alijibu kwa sauti ya upole, nitarudi leo mchana. Mida ya mchana ilipowadia, gari jeupe dogo liliingia ndani ya geti la nyumba ya Simoni. Saida alitoka ndani ya gari akiwa na begi lake la nguo, akapokelewa na mlinzi kwa heshima. Alitembea hadi sebuleni, akampata Simoni akiwa amekaa kwenye kiti chake cha magurudumu akitazama televisheni. Aliposikia mlango ukifunguliwa, aligeuka, macho yakijaa furaha. Karibu nyumbani Saida, alisema kwa upole. Saida alitabasamu kidogo, akasema nimekuja. Tusahau yaliyopita. Simoni alinyosha mkono wake, akamvuta karibu na kumkumbatia kwa nguvu. Asante kwa kurudi. Nilikosa utulivu. Siku hiyo ilipita kwa utulivu. Walizungumza, wakacheka kidogo, na kila kitu kilionekana kurudi kama zamani. Jioni ilipowadia, harufu nzuri kutoka jikoni ilijaa ndani ya nyumba. Monica, dada wa kazi, alikuwa akiandaa chakula cha jioni. Alipika wali wa nazi, samaki wa kukaanga na kachumbari yenye harufu nzuri ya limao. Baada ya muda, Monica aliweka mezani kila kitu kwa mpangilio mzuri, kisha akawaita. Chakula kiko tayari. Simoni alisukumwa hadi mezani na Monica. Saida naye akakaa upande wa pili wa meza. Walianza kula kwa utulivu. Simoni alipoonja kijiko cha kwanza, alifumba macho kwa furaha. Monica, hiki chakula ni kitamu sana. Hongera sana, umefanya kazi nzuri, alisema huku akitabasamu. Monica alitabasamu kwa aibu. Asante bosi. Lakini wakati huo, uso wa Saida ulibadilika. Tabasamu lilitoweka, macho yakajaa hasira. Alishusha kijiko chake taratibu mezani, akasimama ghafla. Sijui kwa nini kila mara unamsifia huyu msichana. Ina maana mimi siwezi kufanya kitu kizuri, alisema kwa sauti ya juu. Simoni alijaribu kumtuliza. Mpenzi, nilikuwa tu napongeza chakula. Usikasirike tafadhali. Saida hakujibu. Aligeuka na kuelekea chumbani huku akitikisa kichwa kwa hasira. Baada ya chakula, Simoni alimuomba Monica amsaidie kumpeleka chumbani. Monica, tafadhali nisaidie unisukume hadi chumbani. Sawa bosi, Monica alijibu kwa unyenyekevu. Aliweka mikono yake kwenye kiti cha magurudumu na kuanza kumsukuma taratibu kuelekea chumbani kwa Simoni. Walipofika, mlango wa chumba ulifunguka ghafla. Saida alitokea akiwa na uso uliojaa hasira kali. Kwa nini unamleta huyu msichana chumbani kwako usiku huu? Aliuliza kwa sauti kubwa. Simoni alishtuka. Saida, tulia, ananisaidia tu kunifikisha chumbani. Lakini Saida hakusikia. Alimrukia Monica ghafla, akianza kumpiga huku akitukana. Wewe ndiye chanzo cha matatizo yangu. Unataka kumuiba mchumba wangu, siwezi kuruhusu umchukue. Monica alijaribu kujitetea. Mimi sina kosa, tafadhali niache. Lakini maneno hayo hayakusaidia. Saida aliendelea kumpiga kwa hasira. Simoni, akiwa bado kwenye kiti chake cha magurudumu, alijaribu kuingilia kati. Saida, acha mara moja. Unamuumiza. Lakini hakusikilizwa. Kelele zilijaa chumba hicho. Hatimaye, Monica alifanikiwa kujikwamua mikononi mwa Saida na kukimbia nje ya chumba huku akilia. Simoni alimgeukia Saida kwa hasira. Hivi unajua umefanya nini? Huyu msichana hana kosa hata kidogo. Saida akiwa na macho mekundu kwa hasira, alisema kwa sauti nzito, sasa unanilaani kwa ajili yake. Simoni, umebadilika sana. Alianza kulia, akachukua begi lake haraka na kufungua mlango. Sitaki kukaa hapa tena. Kama unampenda yeye basi baki naye. Simoni alijaribu kumuita, Saida, tafadhali, lakini hakumaliza. Saida alishatoka nje huku akilia, akaufunga mlango kwa kishindo. Simoni alibaki kimya, moyo wake ukiwa mzito. Alijua mambo yalikuwa yamebadilika kabisa. Usiku ule ulipita kwa ukimya mzito nyumbani kwa Simoni. Kila kona ya nyumba ilionekana yenye huzuni. Simoni alikaa sebuleni kwa muda mrefu, akitazama kwenye giza huku akiwaza mambo yaliyotokea. Hasira, huzuni na maswali yalichanganyika ndani ya moyo wake. Kila mara alijaribu kujipa sababu ya kumpigia Saida, lakini kila alipojaribu kushika simu, hasira ilimrudia tena.
Alijisemea kimoyomoyo, safari hii siwezi kumbembeleza. Amevuka mipaka. Aliendelea kukaa kimya hadi usingizi ulimshika akiwa kwenye kiti chake cha magurudumu. Asubuhi ilipochomoza, jua lilimkuta bado akiwa pale pale kwenye kiti. Kawaida yake kila walipogombana, asubuhi alikuwa wa kwanza kumpigia Saida simu, kumwomba msamaha na kujaribu kurejesha hali ya amani. Lakini siku hiyo ilikuwa tofauti. Alikunywa maji tu, kisha akatazama simu yake kimya. Hakupiga. Dakika ziliendelea kusonga, nyumba ikiwa kimya. Baada ya muda, Simoni aliamua kutoka chumbani na kuelekea sebuleni. Chai ilikuwa tayari imetengwa mezani, kikombe kilipangwa kwa usafi na sahani ya vitafunwa pembeni. Alikaa kimya kwa muda, akitazama kikombe kile. Hakukuwa na sauti yoyote ya Monica kama kawaida yake ya asubuhi kumuuliza, "Bosi, unataka nikusaidie vipi?" Hiyo ilimfanya ajiulize, yuko wapi leo? Simoni hakujali chai. Lengo lake lilikuwa kumjulia hali Monica. Alijua jana alikuwa amepigwa vibaya na Saida, lakini hakujua hali yake kwa sasa. Alijikokota kwa tabu, akajisukuma taratibu kwenye kiti chake kuelekea jikoni. Alipoingia hakumuona Monica. Jikoni kulikuwa safi, vyombo vimepangwa vizuri na hewa tulivu ikizunguka ndani. Alijiuliza kimoyomoyo, amekwenda wapi? Au bado amelala? Alikatiza korido kwa utulivu, akielekea upande wa chumba cha Monica. Alipofika karibu na mlango wa chumba cha Monica, alisikia sauti ya mtu akilia kwa upole. Ilikuwa sauti nyororo, ya huzuni, sauti ambayo haikuhitaji kuuliza mara mbili kujua ni ya nani. Alihisi moyo wake ukimuma. Aligonga mlango kwa upole, lakini sauti ya kulia haikukoma. Aliamua kufungua taratibu. Ndani ya chumba, Monica alikuwa amekaa pembeni ya kitanda chake, akijifunika uso kwa mikono yake. Alipomwona Simoni, alishtuka, akainuka haraka na kuanza kujifuta machozi. "Samahani bosi, sikutegemea uta." Simoni alimkatisha kwa sauti ya upole. "Monica, kwani ni unalia?" Monica alinyamaza kwa muda, machozi yakizidi kumtoka. Aliposhusha mikono yake, Simoni aliona majeraha madogo kwenye uso wake na mikononi. Alishikwa na butwaa. Mungu wangu Monica, kwa nini hujaniambia jana kama umeumia hivi?" Monica alijaribu kuficha uso wake. "Sawa tu bosi, si makubwa. Nilipigwa kidogo tu, lakini nitapona." Simoni alihisi maumivu moyoni. Alijihisi mwenye hatia kwa kuwa chanzo cha yote hayo. Bila kusema neno lingine, alijisukuma taratibu hadi kwenye kabati dogo lilokuwa pembezoni mwa chumba, akachukua sanduku la dawa. "Kaa vizuri," alisema kwa upole. Monica alikaa kimya, akitetemeka kidogo kwa aibu. Simoni alianza kumpaka dawa taratibu kwenye majeraha yake. Alifanya kila kitu kwa upole na umakini, kana kwamba alikuwa anatibu moyo wake mwenyewe kupitia mikono yake. "Pole sana Monica," alisema kwa sauti ya upole. "Hukustahili hata kidogo kupitia maumivu haya." Monica alinyamaza, macho yake yakijaa machozi. "Sina kosa bosi, nilitaka tu kufanya kazi yangu vizuri." Simoni aliinua kichwa chake na kumtazama kwa huruma. "Najua. Naahidi haitatokea tena. Hakuna mtu atakudhuru hapa tena." Maneno yake yalikuwa ya kweli. Kwa mara ya kwanza, ndani ya moyo wa Simoni, kulianza kuchomoza hisia tofauti, huruma, upole, na kitu kisichoelezeka kilichokuwa kikianza kuchipuka taratibu moyoni mwake kwa dada huyo wa kazi aliyeumizwa bila hatia. Siku 3 zilipita tangu ugomvi ule wa mwisho, na bado Simoni hakuwahi kumpigia simu Saida. Kila siku ilivyopita, Saida alianza kuhisi pengo ndani ya moyo wake. Kawaida ya Simoni ilikuwa kumtafuta kila walipogombana, lakini safari hii kulikuwa na kimya kizito. Alianza kujiuliza maswali mengi. Kwani hana tena mapenzi nami? Au amepata mwingine? Alijaribu kujipa moyo kwamba labda Simoni alikuwa bado na maumivu ya mguu, au labda amechoka na marumbano yao ya mara kwa mara. Lakini kadiri muda ulivyopita, wasiwasi ulizidi. Mwishowe, aliamua kutomsubiri tena. "Lazima nikaone mwenyewe," alijisemea huku akichukua begi lake dogo na kuondoka kuelekea nyumbani kwa Simoni. Alipofika, mlinzi alimfungulia lango kwa heshima kama kawaida. Alitembea hadi sebuleni kwa haraka, akiwa na tumaini kwamba angempata Simoni akiwa peke yake ili wazungumze kwa utulivu.
Lakini alipofika sebuleni, alichokiona kilimfanya aache kupumua kwa sekunde chache. Mbele yake Simoni alikuwa ameketi kwenye kiti chake cha magurudumu, huku Monica akiwa amekaa mbele yake. Mikononi mwa Simoni kulikuwa na chupa ya dawa, na alikuwa akimpaka taratibu kwenye jeraha mkononi mwake. Ilikuwa picha ambayo kwa macho ya Saida haikuhitaji maelezo mengine. "Simoni," alitamka kwa sauti kali, akitupa pochi yake chini. Monica alishtuka na kuinuka haraka, macho yakijaa hofu. Kabla hata Simoni hajasema neno, Saida alimrukia Monica kwa hasira kali. "Wewe, unafanya nini na mwanamume wangu? Leo nitakuonyesha mimi ni nani!" Alipiga kelele huku akinyanyua mkono kumshambulia Monica tena. Lakini safari hii Simoni alikuwa wa kwanza kuingilia. Kwa nguvu zake chache, alijisukuma haraka na kumvuta Saida pembeni, akimsukuma mbali na Monica. "Acha upuuzi huu Saida. Hapa si uwanja wa vita." Alifoka kwa sauti ya ukali ambayo Saida hakuwa amewahi kuisikia kutoka kwake. Saida alitazama kwa mshangao, macho yakiwa mekundu kwa hasira na maumivu. "Simoni, unanisukuma mimi? Kwa ajili ya huyu dada wa kazi? Inamaanisha nini hii? Umenichoka? Unampenda yeye sasa, sio?" Maneno hayo yalimgonga Simoni kama radi. Alijaribu kujituliza, lakini hasira ilimshinda. "Saida, nimevumilia sana. Kila mara ni kelele, ni ugomvi, ni mateso. Huyu dada hana kosa. Unampiga tena mbele yangu? Hapana, leo imetosha." Akamgeukia mlinzi aliyekuwa nje ya mlango. "Patrick, mtoe huyu mtu nje ya nyumba yangu sasa hivi." Saida alishtuka. "Simoni, unanifukuza mimi kwenye nyumba yako? Mimi mchumba wako?" Simoni hakujibu. Mlinzi aliingia kwa tahadhari, lakini Simoni akasema kwa sauti kali, "Fanya nilivyosema." Saida alianza kulia kwa kelele. "Simoni, unanifukuza kama mwizi? Kwa ajili ya dada wa kazi? Haya, sawa." Alijaribu kugoma kutoka, lakini mlinzi alimchukua kwa nguvu begani na kumbeba hadi nje ya nyumba. Machozi yalimbubujika Saida alipokuwa akitembea barabarani kuelekea kwa mama yake. Alijawa na hasira, maumivu na aibu. Alipofika kwao, mama yake alimuona akiwa amevimba macho na uso wake umejaa machozi. "Saida, nini tena mwanangu?" mama yake aliuliza kwa hofu. "Mama, Simoni amenipiga, akanifukuza kama mwizi. Kwa ajili ya dada wa kazi. Mama, siwezi kuvumilia tena." Saida alilia kwa uchungu. Mama yake alijaa hasira. "Simoni amefanya nini? Huyu kijana hana heshima. Leo lazima nimwonyeshe." Bila kupoteza muda, alijifunga khanga yake, wakachukua gari na kuelekea moja kwa moja kwa Simoni. Walipofika, mama Saida hakuingia kwa utulivu. Aliingia kwa hasira moja kwa moja sebuleni. "Simoni, wewe kijana unayejiona tajiri, unamfanyia nini binti yangu? Kama umemchoka sema, sikumdhalilisha kama mtumwa. Haya mapenzi gani haya?" Simoni alijaribu kujitetea, lakini mama Saida hakutaka kusikia. Saida naye alikuwa nyuma yake, akilia kwa uchungu. "Mama, mwambie amfukuze yule dada wa kazi kama kweli ananipenda." Simoni alikaa kimya kwa muda. Moyoni, alijua Monica hana kosa, lakini hakuweza kuhimili maneno ya hasira kutoka kwa Saida na mama yake. Hatimaye alisema kwa sauti ya chini, "Sawa, kama huo ndio utulivu wenu, basi Monica ataondoka." Monica aliposikia maneno hayo, moyo wake ulivunjika. Aliyaweka mavazi yake kwenye begi dogo, machozi yakimtiririka kimya kimya. Alipokuwa akiondoka, aligeuka kumtazama Simoni kwa sekunde chache. Macho yao yakakutana kwa huzuni kubwa. Saida alitabasamu kidogo kwa ushindi, akamkumbatia mama yake na kurudi kuishi kwa mchumba wake Simoni. Siku iliyofuata, Simoni aliamka kama kawaida yake. Ingawa miguu yake bado haikuwa na nguvu, alikuwa amezoea maisha yake mapya ya kiti cha magurudumu. Aliamka taratibu, akaoga na kuvaa nguo safi. Saa 4 kamili, alijisukuma kuelekea sebuleni, akitarajia kupata kikombe cha chai kama ilivyokuwa desturi. Lakini alichokutana nacho hakikuwa alichotarajia. Saida alikuwa amekaa kwenye sofa kubwa, macho yake yote yakiwa kwenye simu. Kicheko kidogo na tabasamu la pembeni vilionekana usoni mwake kila alipokuwa akibonyeza. Meza ilikuwa chafu, hakuna kikombe, hakuna sahani, hakuna dalili yoyote ya chai. Simoni alisafisha koo yake kidogo, akasema kwa sauti ya utulivu,
Saida, hivi mpaka sasa hujapika chai? Saida alinyanyua macho yake polepole, akamwangalia kwa muda bila kusema kitu, kisha akainuka taratibu. Ndiyo, nakwenda kupika sasa, alijibu kwa sauti isiyo na hisia. Aliondoka kuelekea jikoni kwa kujiinamia. Simoni alibaki kimya, akijaribu kujipa moyo kwamba labda Saida alikuwa bado na uchovu au hajazoea hali ya nyumbani kwake. Baada ya dakika kama 20, Saida alirudi akiwa na kikombe kimoja cha chai. Bila hata tabasamu, alimpa Simoni kisha akarudi kwenye sofa na kuendelea kuchezea simu. Simoni aliitazama chai kwa muda. Mbona hakuna vitafunwa? Aliuliza kwa upole. Saida bila kuangalia alijibu, hakuna vitu vya kutengenezea vitafunwa, kunywa hivyo hivyo. Simoni alinyamaza. Alijaribu kunywa ile chai, lakini alipoinua kikombe akanywa fundo la kwanza, alishtuka. Chai ilikuwa haina sukari hata kidogo. Alimgeukia Saida. Samahani Saida, mbona chai haina sukari? Saida aligeuka haraka, uso wake umejaa hasira. Kila kitu lazima nikufanyie mimi? Si uende mwenyewe uchukue jikoni kama unaona haina sukari? Simoni alijikaza, akanyamaza. Alijisukuma taratibu na kiti chake kuelekea jikoni. Alipofika alitazama kabati. Sukari ilikuwa imewekwa juu kabisa, sehemu ambayo hangeweza kufikia kwa mikono yake akiwa amekaa. Akavuta pumzi ndefu, akamuita kwa upole, Saida, tafadhali njoo kidogo nisaidie kufikia hii sukari. Kutoka sebuleni, sauti ya miguu ikasikika ikija kwa kasi. Saida aliingia jikoni huku akifoka. Wewe Simoni, kila kitu lazima niwe mimi? Hata kufika sukari nayo ni lazima nisaidie? Alinyanyua sukari kwa haraka, akaweka mezani kwa kishindo, kisha akatoka huku uso wake ukionyesha wazi hasira. Simoni alibaki kimya, akitazama mlango wa jikoni ulivyofungwa kwa nguvu. Hali ile ilimuumiza sana. Alihisi upweke mkubwa kuliko hata ule wa maumivu ya miguu yake. Muda ulisonga, mchana ukaingia. Saa 6, njaa ilianza kumtesa. Alijisukuma taratibu hadi sebuleni. Saida bado alikuwa kwenye simu, akicheka kwa sauti ndogo kama anayechati na mtu anayemfurahisha. Simoni alijaribu kuzungumza kwa upole. Saida, naomba tafadhali unitengenezee chakula kidogo. Sijala tangu asubuhi. Saida bila hata kuinua macho, alijibu, jikoni hakuna chakula chochote Simoni. Simoni alikazia macho yake kwa upole. Kama hakuna, basi nenda sokoni ukanunue. Acha hiyo simu kwanza, njaa inanitesa. Saida alinyanyua macho kwa hasira. Mbona unanifokea? Si ungeongea kwa staha? Kwa nini kila kitu ni mimi? Hata kula, hata chai, kila kitu lazima ni mimi? Simoni alijibu kwa sauti tulivu, lakini yenye msisitizo. Mimi sijakufokea, nimekueleza kwa upole. Ungekuwa na huruma kidogo ungeelewa hali yangu. Maneno yale yalizua majibizano makali. Saida alianza kulalamika kwa sauti ya juu, akisema hataki tena kufanywa mtumwa. Mwishowe, kwa hasira, akasimama na kusema, sasa sipiki. Tuone utanifanya nini? Simoni alimtazama kimya. Alinyamaza kwa muda, akavuta pumzi ndefu kisha akachukua simu yake. Aliipiga kwa namba fulani, akasubiri sekunde chache, kisha sauti ya kike ilisikika upande wa pili. Alo? Simoni alitabasamu kidogo. Mlete huyo msichana sasa hivi. Alipokata simu, Saida aligeuka kumtazama. Umempigia nani tena? Aliuliza kwa sauti ya mashaka. Simoni hakujibu. Dakika zikapita, saa 1 baadaye, mlango wa sebuleni ukagongwa. Patrick mlinzi akaingia na kusema, bosi, yule msichana umeagiza amefika. Kabla hata Saida hajapumua, Monica aliingia taratibu ndani, akiwa amevalia mavazi safi, sura yake ikiwa na heshima kama kawaida. Aliposimama mbele yao, Saida alishtuka. Simoni, kwa nini huyu msichana amerudi hapa? Simoni alimgeukia kwa utulivu, macho yake yakiwa thabiti. Wewe mwenyewe umeshindwa kupika Saida. Nilihitaji mtu wa kusaidia. Saida alibaki ameduaa, hasira zikimpanda taratibu. Kwa hiyo unamrudisha? Baada ya yote yaliyotokea, aliuliza kwa sauti ya juu. Simoni hakujibu. Aligeuka kwa Monica, akasema kwa upole, karibu tena nyumbani Monica. Maneno hayo yalimuuma Saida kuliko kitu chochote. Simoni alimtazama Saida kwa macho ya upole, lakini bila kusema neno.
Hata baada ya kelele na kulia kwake, moyo wake ulikuwa umechoka. Aliona hakuna maana ya mabishano tena. Alijisukuma taratibu kuelekea mezani huku akimgeukia Monica kwa sauti tulivu. Tafadhali nenda jikoni, andaa chakula cha mchana. Monica alinyenyekea kwa heshima, sawa bosi, kisha akaondoka kwa hatua za haraka kuelekea jikoni. Saida, ambaye alikuwa bado amesimama sebuleni machozi yakimtoka, alimtazama Simoni kwa macho yaliyojaa maumivu na hasira. Hivi kweli Simon, unamrudisha huyu msichana hadi anapika hapa mbele yangu? Aliuliza kwa sauti iliyovunjika. Simoni hakumjibu. Aliendelea kusukuma kiti chake hadi mezani, macho yake yakimtazama mbali. Saida alianza kulia kwa sauti, akachukua simu yake haraka na kumpigia mama yake. Mama njoo haraka. Simoni amenidhalilisha, amemrudisha yule dada wa kazi tena, anampikia mbele yangu. Mama tafadhali njoo, siwezi kuvumilia tena. Mama yake upande wa pili wa simu alishtuka. Sauti ya binti yake ilisikika ikiambatana na kilio cha uchungu. Bila kupoteza muda, alivaa khanga yake haraka na kutoka, akimuita dereva wao amuwahishe haraka. Dakika 30 baadaye, mlango wa mbele wa nyumba ya Simoni ulifunguliwa kwa nguvu. Mama Saida aliingia kwa kasi, uso wake umejaa hasira. Alikuta Simoni amekaa mezani akila chakula kwa utulivu. Meza ilikuwa imepambwa vizuri, harufu ya chakula kizuri cha Monica ikitawala hewani. Bila hata kusalimia, Mama Saida alianza kufoka. Simoni, hivi wewe una akili kweli? Unamrudisha huyo msichana baada ya yote yaliyotokea? Hivi unamfanya binti yangu nini? Huna hata huruma? Simoni aliinua macho yake taratibu, akamtazama kwa muda mfupi, kisha akaendelea kula kwa utulivu. Alikata kipande cha nyama, akaweka mdomoni, kisha akanywa maji. Hakusema neno. Mama Saida akazidi kukasirika. Simoni, mimi naongea, lakini wewe unaendelea kula tu. Hivi unanidharau kiasi hicho? Simoni bado alikaa kimya. Saida, ambaye alikuwa amekaa kwenye kochi, alilia kwa uchungu huku akijifuta machozi. Mama yake aliendelea kumfokea Simoni. Nilifikiri wewe ni mwanaume mwenye heshima, kumbe umekuwa na kiburi cha mali zako. Kama humtaki binti yangu, sema mapema, sikumtesa namna hii. Lakini Simoni hakujibu. Aliendelea kula kwa utulivu, kama vile kelele zote hazikuwa zikimhusu yeye. Baada ya muda, Mama Saida alichoka. Alinyanyuka, akamshika mkono binti yake na kusema, twende Saida, hatuna haja ya kukaa hapa. Tumedharaulika vya kutosha. Walitoka nje huku Saida bado analia, akiangalia nyuma mara kwa mara akitumaini Simoni angewaita, lakini hakufanya hivyo. Siku zikapita. Wiki moja ilipita kimya. Saida alipoteza usingizi, moyo wake ulijaa huzuni. Kila siku alipiga simu kwa Simoni, lakini hakuwahi kupokea. Aliendelea kujaribu hata usiku wa manane, lakini majibu yalikuwa yale yale, kimya. Mwishowe, siku ya Jumamosi, aliamua kwenda mwenyewe nyumbani kwa Simoni. Hakuwa na haja ya kuomba ruhusa. Aliingia mpaka sebuleni bila hata kubisha hodi. Simoni alikuwa amekaa pale pale, akitazama TV. Alipomuona, alijisukuma kidogo kiti chake kuelekea mezani, lakini hakuwa na dalili ya furaha. Saida alianza kuongea kwa sauti ya hasira na majonzi. Simoni, hivi kwa nini unakuwa hivi? Mimi nimekosea wapi? Sasa hata simu zangu hupokei. Yaani unipendi kabisa. Kama umenichoka niambie tu mimi nijue. Maneno yake yalitoka kwa kasi, yakifuatana na machozi yaliyokuwa yakitiririka mashavuni mwake. Alizungumza kwa dakika kadhaa bila Simoni kujibu. Alimalizia kwa sauti dhaifu, hivi Simoni, ni nini kimetokea kati yetu? Mbona umenibadilikia hivi ghafla? Kimya kilitanda sebuleni kwa sekunde chache. Kisha Simoni akavuta pumzi ndefu, akamtazama moja kwa moja machoni na kusema kwa sauti tulivu lakini yenye uzito mkubwa, ni kweli Saida. Ulichosema ni sahihi. Sikupendi tena. Na kamwe siwezi kuoa mwanamke kama wewe. Maneno hayo yalimgonga Saida kama radi. Alitetemeka, akashika kifua chake kana kwamba moyo wake ulikuwa umepasuka. Hakutegemea Simoni angeweza kusema maneno hayo. Kwa muda wote walivyokuwa pamoja, Simoni ndiye aliyekuwa akimlilia, akimuomba msamaha hata pale kosa lilipokuwa la Saida. Saida alijaribu kuzungumza, sauti yake ikitetemeka. Simoni, unamaanisha kweli haya unayosema? Simoni hakujibu. Aligeuka na kutazama kioo cha sebuleni. Hasira ilianza kumkolea Saida.
Sasa nimeelewa. Yule mfanyakazi wako amekuloga, Simoni. Ndiyo maana unamfagilia kila siku. Mwanamke gani huyo wa ajabu mpaka unimsahau mchumba wako? Umelogwa. Maneno hayo hayakuonekana kumgusa Simoni. Aliendelea kukaa kimya, uso wake ukiwa wa utulivu wa ajabu. Baada ya sekunde chache aliinua mkono na kumpigia mlinzi simu. Patrick, njoo sebuleni sasa hivi. Ndani ya dakika moja Patrick aliingia. Bosi, Simoni akasema kwa sauti ya amri. Patrick, toa huyu mwanamke nje. Na hakikisha asirudi hapa tena. Na kuanzia leo usimfungulie geti. Saida alishtuka, akamwangalia Simoni kwa macho yaliyosheheni machungu. Simoni, unanifukuza? Baada ya yote tuliyopitia? Simoni hakumwangalia tena. Patrick alimsogelea, akajaribu kumtoa kwa heshima, lakini Saida alikataa kutoka. Siendi mpaka uongee nami Simoni. Patrick akamchukua begani kwa nguvu. Saida akapiga kelele. Simoni, tafadhali usifanye hivi. Naomba Simoni. Lakini mlango wa mbele ulifunguliwa. Patrick akamtupa nje kwa upole lakini kwa nguvu za kutosha. Geti likafungwa. Saida alibaki nje, machozi yakitiririka usoni. Alitazama nyumba ile kubwa ya kifahari aliyowahi kuita nyumbani kwake, na kwa mara ya kwanza alihisi baridi ya upweke uliokithiri. Ndani ya nyumba, Simoni alibaki kimya kwa muda mrefu. Akatazama meza, akaona sahani ya chakula aliyokuwa amesahau kuendelea kula. Harufu ya chakula cha Monica ilijaa ndani, na ndani ya moyo wake, uamuzi wake ulikuwa umekamilika. Saida alikuwa sehemu ya maisha ya jana. Saida alikaa siku kadhaa akiwa katika majonzi makubwa. Alijaribu kila njia kumfikia Simoni. Alilia, alituma ujumbe mfupi wa maneno ya kuomba msamaha, akipigia simu kila siku bila kuchoka. Kila alipokuwa akiandika meseji, moyo wake ulijawa na matumaini kwamba Simoni angemsamehe, lakini hakupata jibu. Simoni hakujibu hata ujumbe mmoja, wala kupokea simu yoyote kutoka kwake. Alikuwa amefunga mlango wa moyo wake kabisa. Simoni alikuwa ameshafanya maamuzi yake. Kwa muda mrefu alikuwa amevumilia kelele, kiburi na ukaidi wa Saida. Sasa moyo wake ulikuwa na utulivu mpya. Alianza kuishi maisha ya amani nyumbani kwake, akiwa na dada wa kazi, Monica Hazi, ambaye alikuwa mpole, mwenye adabu na mchapakazi. Kila siku Monica alihakikisha nyumba ni safi, chakula kinapikwa kwa wakati na kila kitu kiko sawa. Hakuwahi kufoka wala kujibu vibaya. Kila mara alipomwona Simoni anakuja sebuleni, alinyanyuka na kumsalimia kwa heshima. Hayo yote yalimfanya Simoni aanze kumtazama kwa macho tofauti. Moyo wake ulianza kuvutwa polepole na unyenyekevu wa Monica. Hakuwa na makuu, hakupenda makuu, na kila mara alikuwa akifanya kazi kwa bidii bila kulalamika. Usiku mmoja, walipokuwa wanakula chakula cha jioni mezani, Simoni alimwangalia Monica kwa muda mrefu, kisha akamuuliza kwa sauti ya upole, Monica, hivi una mchumba? Swali hilo lilimfanya Monica atetemeke kidogo kwa aibu. Aliangalia chini, vidole vyake vikicheza na kijiko. Kwa sauti ya chini sana, akasema, hapana, sina, na sijawahi kuwa naye. Simoni alishangaa kidogo, macho yake yakibaki yakimtazama. Unamaanisha hujawahi kuwa na mtu kabisa? Aliuliza tena kwa sauti ya utulivu. Monica alinyamaza sekunde chache, kisha akatikisa kichwa taratibu huku akitazama chini. Ilikuwa ishara ya ndio. Hakuwa na ujasiri wa kumtazama usoni. Simoni alitabasamu kwa upole. Aliona mbele yake binti mwenye heshima, asiye na majivuno wala kujifanya. Ndani ya moyo wake kitu kilianza kupiga kwa nguvu. Hisia mpya, safi na tofauti kabisa na zile alizowahi kuhisi kwa Saida. Baada ya ukimya mfupi, Simoni alimwambia kwa sauti tulivu, Monica, unajua nimevutiwa sana na wewe. Wewe ni binti mwenye heshima, mpole, mnyenyekevu na mchapakazi. Sijawahi kuona mtu kama wewe kwa muda mrefu. Mimi nakupenda na nataka nikuoe. Maneno yale yalimgusa Monica kama ndoto. Alishusha pumzi ndefu, akashika mikono yake kwa aibu. Hakujua aseme nini. Moyoni mwake alihisi mchanganyiko wa hofu, furaha na mshangao. Aliamini Simoni alikuwa bosi wake tu, mtu mkubwa ambaye asingeweza kumtamkia maneno ya mapenzi. Alijaribu kuzungumza kwa sauti dhaifu, bosi, mimi ni mtu wa chini sana, siwezi kustahili kuwa na wewe. Lakini Simoni alitikisa kichwa. Hapana Monica.
Heshima na upendo havipimwi kwa mali wala hadhi. Wewe una moyo mzuri, na hilo ndilo jambo muhimu zaidi. Maneno hayo yalimgusa Monica hadi akatokwa na machozi madogo ya furaha. Tangu siku ile, uhusiano wao ulianza rasmi. Walianza kuwa karibu zaidi, wakiwa na mazungumzo ya heshima, wakicheka pamoja na kushirikiana katika kazi ndogondogo za nyumbani. Simoni alipata furaha mpya maishani mwake. Alijikuta akicheka tena, akipata hamu ya kula, na kila siku alijiona mwenye amani. Miguu yake nayo ilikuwa ikianza kupona taratibu. Alianza kutembea kwa msaada wa fimbo, na baadaye alianza kufanya mazoezi ya kawaida. Wakati wote huo, Monica hakuwa mbali naye. Alikuwa akimsaidia, akimhudumia kwa upendo wa kweli. Miezi michache ikapita, na Simoni alipona kabisa. Siku moja aliwaita ndugu zake wachache nyumbani, na akatangaza rasmi uamuzi wake. "Nimeamua kumwoa Monica," alisema kwa sauti thabiti. Wote walishangaa, lakini waliona katika macho ya Simoni kuna furaha ya kweli. Walimuunga mkono. Harusi ndogo ilifanyika nyumbani kwao, huku Monica akiwa amevaa gauni jeupe rahisi lakini zuri. Alionekana mrembo kwa unyenyekevu wake. Siku hiyo, Simoni alimtazama Monica na kusema kwa upole, "Nilidhani sitapenda tena, lakini umenionyesha upendo wa kweli. Kuanzia leo, wewe ndiye mke wangu, rafiki yangu na faraja yangu." Monica alitabasamu, machozi ya furaha yakimtiririka. Walikumbatiana kwa upole, wakianza maisha mapya yaliyojaa amani, upendo na heshima. Maisha ambayo Simoni alikuwa ameyakosa kwa muda mrefu.